Waswahili wanakuambia ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Waswahili wana misemo yao. Na huu msemo kwa sasa hivi unachukua nafasi kubwa sana kwa sababu tumestaajabu ya Ibra tunayaona sasa haya ambayo yanaendelea ndani ya Konde Gang. Harmonize na Ibra wameiteka mitandao ya kijamii leo. Majibishano yao mitandaoni yameyafanya leo kila mmoja wazungumze wao. Naweza kusema kwamba ni kitu ambacho mimi nilikuwa upande wa Ibra kumtetea sana sakata lake la kuondoka Konde Gang, aweze kupata haki yake ndani ya Konde Gang. Nilisema kwamba kama msanii ameomba kuondoka kwenye rebo basi aruhusiwe, na nikapinga kwa namna ambavyo Konde Gang wamempangia kiasi kikubwa cha fedha Ibra kulipa mradi aweze kuondoka katika rebo hiyo. Na nikasema wazi ya kwamba Harmonize kipindi anaondoka Wasafi mbona hakulipishwa hiyo fedha? Alipishwa milioni 600. Inakuwaje unaenda kumlipisha bilioni 1 msanii ambaye bado hajajipata kwenye lebo yako? Msanii ambaye tunaona ya kwamba hawezi kuipata hiyo kiasi cha fedha ambacho Konde Gang wanakitaka. Lakini leo tumeona kuna mengi mengine yamezuka mitandaoni. Ibra kuna mengi ameyafunguka mitandaoni. Kila mmoja analizungumza kwa aina yake kile kitu ambacho Ibra amekizungumza. Ibra anakuambia ya kwamba kuna kipindi alikuwa anakosa mpaka fedha ya kodi, hela ya kulipa kodi. Anamfuata Harmonize limradi amuombe hela ya kumlipia kodi, akalipe kodi. Vitu vingine ni vigumu kuvizungumza mtandaoni. Vitu vigumu ni vigumu kuvizungumza. Anakuambia Harmonize alikuwa akimfuata amuombe hela ya kodi. Harmonize anataka kumvutia chumbani. Unajua? Naweza kusema kwamba Ibra kwa namna moja ama nyingine hapa kuna kitu amekikosea. Ibra kuna kitu kikubwa amekikosea. Kwa sisi wanaume ndio maana tukapewa hili kaba. Hata kama kuna kitu tofauti kibaya ambacho ufanyiwa, utakiwa ukasema, ukisema sio kama unamdhairisha Harmonize, unajidhairisha wewe mwenyewe. Kwa Ibra alichokiongea kinamrudia yeye mwenyewe. Ukipita huko watu wanaposti, wengine wanakuambia labda pengine kijana tayari Konde kashafanya yake. Kwamba pengine labda Ibra anawaficha watu, anatuficha, pengine ndo michezo yake. Kwa ni kitu ambacho watu wanakizungumza sana siku ya leo. Lakini hii kubwa imekuja kwa Ibra kuomba kuondoka ndani ya Konde Gang. Na mimi nimwambia Harmonize, kwa sasa hivi hatakiwi kujibishana na msanii wake Ibra. Harmonize ni msanii mkubwa sana katika nchi hii. Msanii ambaye ameshafanya mengi sana katika nchi yetu ya Tanzania. Ameshachukua tuzo mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Leo hii kujibishana na msanii wako mtandaoni kisa mambo tu ya kuomba kuondoka ndani ya Konde Gang ama matatizo yenu binafsi ni kujishusha. Yaani leo hii tumuone mtu kama Diamond Platinum anajibishana na msanii wake labda Mbosso au anajibishana na Lavalava. Hapo inakuwa ni kujishusha wewe mwenyewe. Na ndio hichi kitu ambacho Harmonize anakifanya sasa hivi. Harmonize itakiwa awe kimya. Kama Ibra anadai ya kwamba anataka kuondoka ndani ya Konde Gang, Ibra anadai ya kwamba amefanyiwa mambo ndivyo sivyo ndani ya Konde Gang, Harmonize alitakiwa awe kimya, afanye vitu vyake chini chini pasipo kuona mitandao yote ikimhusisha yeye kujibu kuhusiana na Ibra. Lakini leo tunamuona Harmonize na yeye anakosa ile, wakwambia kwamba wanakosa maarifa. Anaenda kujibishana na mtoto wake ambaye yeye ndo amemtengeneza, amemkuza kwenye mziki. Hili ni moja kati ya swala ambalo sio zuri, kwa sababu watu wanavyolizungumza wamelitoa sasa kwenye mikataba hii ya Konde Gang na Ibra, wameliingiza kwingine kwamba kijana labda pengine shughuli hakuna, Harmonize kashafanya yake. Hivi unaweza kujiuliza kwamba kipindi Harmonize anatoka ndani ya record label ya Wasafi, tuliona Harmonize namna ambavyo alikuwa akimuongelea Diamond. Na wengi tulikuwa tunamuona Diamond ukimya wake, hakujibu chochote mpaka leo. Vile ambavyo Harmonize alivyozungumza kuhusiana na Wasafi. Mpaka leo Diamond Platinum hakujibu kitu chochote. Lakini Harmonize anakosea.
Juzi nilisema kwamba Harmonize atakiwa afanyeje? Haitakiwa akae aone ya kwamba huyu ni mtoto wangu, nimemtengeneza mwenyewe, anataka kuondoka ndani ya Konde Gang. Cha kufanya niite management ya Konde Gang, watafute namna ya kumalizana naye vizuri, lakini sio kumkomoa. Kuna namna Harmonize kama anataka kumkomoa Ibra, kwa sababu anajua ya kwamba bilioni 1 hana ya kuilipa Konde Gang. Kwa hiyo anataka kumkomoa Ibra, na sijui kuna kitu gani ambacho wamefanyiana. Ibra sio rahisi kuona kwamba kuwaza kwamba Ibra angeweza kuja kuomba kuondoka ndani ya Konde Gang. Yaani sio jambo rahisi. Ibra ambaye alikuwa tunamuona ni damu ya Konde Gang, msanii wa kwanza ndani ya Konde Gang. Unapozungumzia Konde Gang unamzungumzia Ibra, kama ambavyo kipindi kile ulikuwa ukizungumzia Wasafi unamzungumzia Harmonize. Ndio wasanii wa kwanza. Lakini leo hii Ibra anataka kuondoka ndani ya Konde Gang, tena anamuona Harmonize kama adui, Harmonize mbaya kwake. Huenda kuna siri kubwa sana ambayo imejificha hapa. Watu wanaizungumza. Wengine wanakuambia huenda kila ambacho Ibra amekiandika huenda watu Konde kashafanya yake siku nyingi. Hatutaki kuzungumza hivi, kitu tunataka tuzungumze yale ya kwamba Harmonize na Ibra wanaendelea kuyaanika huko mtandaoni. Hii ni aibu. Ni aibu kubwa mno. Watoto wa kiume, wanaume marijari. Ibra naye anapata wapi ujasiri wa kwenda kuandika vitu hivyo? Eti mzee Konde taka kunivuta ndani kwake kisa kodi. Vitu vya ovyo. Mimi kama ningekuwa na uwezo, ningepitia sheria ya wasanii kuzungumza maneno yenye stara. Msanii ambaye hana stara, fungia. Lakini leo hii tunaona wasanii hao ambao tunaita vioo vya jamii, wao ndio wanakuwa wa kwanza kuharibu taratibu. Wanakuambia taratibu, yani midomo. Kwa mimi naweza kusema ya kwamba Konde Gang na Ibra wamalizane. Hili ambalo limeanza baadaye litakuja kuwa kubwa zaidi. Konde Gang na Ibra wamalizane. Hii vita wakiendelea kuilelea itakuja kuwa mbaya zaidi ya ile ya Harmonize kutoka ndani ya Wasafi. Harmonize amwambie wa ndugu wangu, hapana, njoo. Hiyo fedha bilioni 1 kwanza Ibra hana. Hata milioni 200 Ibra hana. Kwa kama anataka kumkomoa, sawa. Lakini kama anataka hiyo fedha hawezi kuipata kwa Ibra. Harmonize, kama kijana umedhamiria apotee kwenye tasnia ya muziki, sawa. Lakini hiyo hela sitegemee kuipata. Amuita Ibra, wamalizane vizuri na sio kumkomoa. Kama kuna matatizo mengine yapo mtuambie, lakini sio kudhalilishana mitandaoni.